Kwa mujibu wa shirika la habari la NBC News, angalau wanajeshi 7 wa Marekani walijeruhiwa wakati wa operesheni Absolute Resolve, operesheni ya kijeshi iliyolenga kumkamata rais wa Venezuela Nicolas Maduro, kulingana na afisa wa Pentagon na mtu anayefahamu hali hiyo. Wawili kati ya wanajeshi hao bado wanapokea matibabu kutokana na majeraha, huku 5 wengine wamerudi kazini. Mmoja wa waliojeruhiwa alipata risasi nyingi kwenye miguu na majeraha hayo yalizingatiwa kuwa makubwa kiasi, alisema afisa wa Pentagon. Wanapokea matibabu bora sana na wako njiani kupona, afisa wa Pentagon alisema katika taarifa. Taarifa hiyo pia ilibainisha kuwa operesheni hii, licha ya kuwa ngumu na yenye changamoto kubwa, ilitekelezwa kwa mafanikio na idadi ndogo ya majeruhi, jambo ambalo ni uthibitisho wa ujuzi wa wanajeshi wa Marekani. Operesheni ya Absolute Resolve ilihusisha vikosi maalum vya Marekani, kikosi cha Delta Force, pamoja na ndege zenye nguvu na uelewa mkubwa wa kijeshi. Operesheni hiyo ilitekelezwa Caracas, Venezuela, na hatimaye Maduro na mkewe walitekwa na kupelekwa Marekani, ambapo anakabiliwa na mashtaka ya uhaini na uhusiano wa dawa za kulevya. Taarifa hii inakuja huku dunia ikiendelea kufuatilia matokeo ya kijeshi na kisiasa ya operesheni hiyo, huku mataifa mbalimbali yakitoa maoni yao kuhusu uhalali wa hatua ya Marekani kuingilia moja kwa moja katika masuala ya ndani ya Venezuela. Vilevile, rais wa Marekani Donald Trump aliweka wazi kwamba katika operesheni hiyo ya Absolute Resolve hakuna hata mwanajeshi mmoja wa Marekani aliyeweza kuuawa, lakini ripoti zinaeleza kwamba makomando 32 wa Cuba waliweza kufariki kufuatia operesheni hiyo, ambao walikuwa wakimlinda rais Nicolas Maduro katika ikulu ya Venezuela. Taarifa za maafisa wa Marekani wakithibitisha kwamba wanajeshi 7 wa Marekani waliweza kujeruhiwa katika operesheni hiyo ya Absolute Resolve ya kuweza kumkamata rais Nicolas Maduro pamoja na mke wake nchini Venezuela. Inaonyesha wazi operesheni hiyo kwa jinsi gani ambavyo iliweza kufanikiwa bila ya kuwa na madhara makubwa kwa wanajeshi wa Marekani, kama ambavyo rais wa Marekani Donald Trump alikwisha thibitisha kwa kusema kwamba wanajeshi wa Marekani walirudi salama wote, kama ambavyo idadi iliweza kutajwa katika operesheni hiyo. Sasa basi, mtazamaji wetu, kufuatia taarifa ambazo zinazidi kujitokeza dhidi ya mgogoro huu kati ya Venezuela pamoja na Marekani, basi tutakuletea hapa taarifa katika Zoni Media wakati wote. Basi nikusihi uweze kuwa karibu na sisi kwa kusubscribe channel yetu, kulike, kucomment pamoja na kushare.